Alright guys, nitafanya hii video iwe fupi na nitajaribu iwe yenye kueleweka. So, mimi mwanajeshi wa Marekani, naishi Marekani, lakini kwa taarifa ambazo zinaendelea katika nchi yangu nilozaliwa ya Tanzania, inanifanya mimi nisiwe na amani na mambo yanaendelea Tanzania ambayo yana affect my society ya Tanzania, lakini kikubwa na affect familia yangu ambazo ipo Tanzania. So guys, sijajua shida nini na viongozi ambao wapo madarakani sasa hivi Tanzania. Like bro, ukipewa chance ya kuongoza, fanya kazi yako. It's very easy. Na ikishindwa, ikifikia mahala watu wakwambia uongozi wako, shida watu wanashindwa kuelewa maana ya kuwa kiongozi. Maana kuwa kiongozi sio tu kusifiwa. Kiongozi, ukishasema mimi nataka niwe kiongozi, ukubali kusifiwa na ukubali kukosolewa. It's normal. It's very totally normal kusifiwa. Good. Ukipata sifa, wewe kiongozi mzuri, shukuru Mungu, endelea kujinoa, endelea kuwa kiongozi mzuri. Lakini pia wakikukosoa watu, don't have attitude. Kwa sababu watu wanafata watu. In English you say people follow people. People, they don't follow titles. Unaweza kawa kiongozi, kifano kwenye jeshi, unaweza kawa na ranki kubwa lakini watu wasikuheshimu. Kwa sababu gani? People follow people. People follow your attitude, how you conduct yourself, how you talk to them, how you present to them. Watu wanakuheshimu wewe kama wewe unavyo-treat, how you treat people. That determine how good of a leader you are. Sio kukomandi watu wa kuheshimu. Huwezi kuwakomandi watu kuheshimu. Heshima na busara zinajengwa kwenye matendo yako kama kiongozi. Sisi wengine tunasema like kweli tupo mbali, tumetoka Tanzania. Tanzania ni nchi ya amani sana. Umeona, mimi nimezaliwa Tanzania, nimekuwa, sijawahi kuona fujo kubwa. Yes, of course sometimes tunakuwa tuna protest na hapa na pale, lakini sijawahi kuona fujo kubwa na watu kumkataa kiongozi kwamba atoke madarakani kama fujo inaendelea hapa. Kiasi cha kwamba inantia wasiwasi na hasira vitu vinavyoendelea. Imebidi niongee na viongozi wangu, like today nimeenda kwa address na viongozi wangu kwamba vitu vinavyoendelea katika nchi yangu nilozaliwa ABCD, it's not okay. It makes me feel uncomfortable kufanya kazi as a normal person, kusema kweli. I don't know how to, I don't know. Sijui hata sometimes kuongea vitu kama hivyo. Unajua vitu ambavyo vinavyo affect your mental health. Like these are. Alafu nikiona nchi kama za Marekani, nchi kubwa zinaleta majeshi zake Afrika, zinaleta majeshi wake nchini kwenu, watu viongozi wanaanza kulalamika, msilete viongozi, nyinyi mnakuja kuharibu nchi za watu kwa kuleta wanajeshi wenu ndani ya nchi ambazo haziwahusu. Pambanieni fujo zenu. Like at the end of the day, remember, tunaweza tukawa tupo Marekani lakini tuna asili. Kuna watu wana asili ya Tanzania, kuna watu wana asili ya Kenya. Wanavyokuwa Marekani, wanakuwa katika sekta tofauti kubwa, nyadhifa tofauti, na wanavyoaffectiwa, they gonna talk about it. And guess what? Na vitu vikiendelea the issues inavyoendelea escalate na kwenda elevate, I don't know, man. I don't want to talk about politics. Hiyo ndio shida yangu mimi. Sipendi kuongelea masuala ya siasa. Sipendagi kuongelea masuala ya siasa, lakini sometimes inavyokuwa siasa ni jambo ambalo linatuaffect watu raia. Uwe unapenda kuongelea au upendi kuongelea. Like it's gonna affect you. It's gonna affect you. So sema kweli, mimi nimekuja hapa kuongea, kusema tu. Na nipo pamoja na raia ambao
wanapambania uhuru wao wa kuongea ndani ya nchi ya Tanzania. You have all the right to demand kiongozi unayemtaka. You don't ask for too much. Na nipo hapa kukemea mambo ambayo yanaendelea Tanzania. Serikali, uwe jeshi, uwe askari, kama ni mzalendo kweli, unatakiwa usimame na raia. Sio kusema mtu akiongea online akisema like freedom of speech. When you say freedom of speech, it means freedom of speech. Marekani, freedom of speech, hata kama unamtukana rais, is your freedom of speech. That's your freedom of speech. Lakini Tanzania inaonekana freedom of speech is only unavomsifia rais au unavomsifia kiongozi fulani. Otherwise there is no freedom of speech. That's calm down, Sean, calm down. Fix yourself, Tanzania. Fix yourself. Fix yourself. Sitaki kuanza kutaja majina, lakini don't create chaos katika nchi ambayo imetengenezwa na amani. If people they don't like you, it's okay. It's okay. Fanya jambo la busara and an honorable thing. Kuachia ngazi is very easy. Very, very easy. People they don't like, you can't force people to like you. Na sasa ukishakuwa una umri mkubwa, mara viongozi wetu wa Afrika wengi ambao wanapata madaraka kwa kirais ni watu ambao wana miaka karibu 60 na. You've lived the life, you know how people behave. Watu wakiwa hawakupendi, like they don't like you, they don't like you. You can't force them. Hii speech ikiwa tuambiwe niongee speech kumwelekeza mtoto wa miaka 7 ambaye hajui dunia, hajui watu wanavyoact. But if you are 60, 70, you know people. If they don't like you, they don't like you. You can't force them. You can't dictate them. You know what's going to happen? You're going to have UN troops in your country. You're going to have American troops in your country. You're going to have all these troops in your country to fix your problem that you could fix it by yourself. What's wrong with you? Sitakuongea sana mimi. Maana sisi wanajeshi wengine tunaambiwa tusiongee sana masuala ya siasa, lakini inavyotu affect familia zetu, we have to address. Na leo nimeaddress kwa viongozi wangu. Like, yeah, I can't talk too much about it, but I'm praying for everybody who's fighting for their freedom in Tanzania. God bless you. God bless Tanzania.